السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninaikumbusha nafsi yangu pamoja na kuwakumbusha ndugu zangu katika iman kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah, hakuna yoyote katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuwa juu ya mgongo wa ardhi hii anayeepukana na mabalaa, anayeepukana na huzuni, anayeepukana na msongo wa mawazo, si mkubwa wala si mdogo, si mwanamke wala si mwanaume, si tajiri wala fakiri, si kiongozi wala raia. Kila mmoja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kupatwa na matatizo, ni mwenye kupatwa na humum, ni mwenye kupatwa na huzuni, ni mwenye kupatwa na mfadhaiko. Hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoiumba dunia. hiya darul ghammi wal hammi wal ana, sari'un taqaddiha qaribun zawaluha, mayasiruha usrun wa huznun sururuha, wa arbahuha khusrun wa naqsun kamaluha. idha adhakat abkat wa in rama waslaha ghabiyyun faya sur'an qita'i wisaliha. Dunia ni darul ham wal gham, ni nyumba ya huzuni, ni nyumba ya matatizo, ni nyumba ya tabu. Sari'un taqaddiha, na haraka mno kuondoka kwake dunia. Qaribun zawaluha, na kuko karibu mno kutoweka kwake. Mayasiruha usrun, wepesi wake ni ugumu. Wa huznun sururuha, na furaha yake dunia ni huzuni. Wa arbahuha khusrun, na faida zake ni khasara. Wa naqsun kamaluha, na ukamilifu wake ni mapungufu. Dunia ikikufurahisha leo itakuliza kesho. idha adhakat abkat, dunia itakapokufurahisha itakuliza. Dunia ikikuhuzunisha leo itakufurahisha kesho. wa in rama waslaha ghabiyun, na akitaka kuweka mahusiano na dunia mjinga, fayasur an qita'i zawaliha, basi uharaka ulioje wa kukatika kamba za mahusiano hayo.
Hakuna mtu yeyote katika ulimwengu huu anayeepukana na huzuni, anayeepukana na matatizo. Usiione nafsi yako, usijione kuwa wewe uko peke yako katika huzuni na matatizo. Usijione kuwa uko peke yako katika mabalaa. Wametahiniwa waliokuwa bora kuliko wewe, tena kwa matatizo yaliyokuwa makubwa kuliko yako, wakasubiri, hawakumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipigwa mawe na watu wa Taif mpaka viatu vyake mtume vikatota damu, kutokana na damu iliyokuwa ikimwagika kutokana na athari ya mawe hayo, mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anatembea hajui anapoelekea. Huyu ni mjumbe wa Allah, huyu ni mbora wa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hakuepukana na haya. Vipi na wewe? Vipi mimi na wewe tutaepukana na matatizo? Vipi wewe unayeitaka dunia safwan min al-aqdha'i wal-akdari, unataka dunia iwe safi, haina tatizo, haina lolote? Ni jambo ambalo haliwezekani. Kuwa na matatizo, kuwa na huzuni si dalili kwamba wewe ni dhalili, si dalili kwamba wewe ni mtu muovu. Na vile vile mtu kuwa na afya, kuwa na mali, kuwa na watoto si dalili kwamba yeye ni mwema na Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza na kumkirimu. Utukufu wa mtu ni kwa yale anayoyatenda na namna anavyoamiliana na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema katika kitabu chake, fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim. Allah anasema, ama mwanadamu idha mabtalahu rabbuhu, pindi anapomjaribu yeye Mola wake, fa akramahu, Allah akamkirimu, wa na'amahu, Allah akamneemesha. Allah subhanahu wa ta'ala neema na ikram ameita kuwa ni mtihani, kwa sababu hakuna mja anayeepukana na mtihani. Imma utatahiniwa katika vile unavyovipenda au utatahiniwa katika vile unavyovichukia, lakini yote ni mitihani. Pindi mwanadamu anapotahiniwa na Mola wake akakirimiwa na akaneemeshwa, fayaqulu rabbi akraman, mwanadamu husema kuwa Mola wangu mimi amenitukuza, Mola wangu mimi amenikirimu. Anaghurika na zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizompa. Wa amma idha mabtalahu, na ama pindi Allah anapomjaribu mja, faqadara alayhi rizqahu, Allah akaifinya riziki yake, fayaqulu rabbi ahanan, mwanadamu anasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amenidhalilisha, Allah subhanahu wa ta'ala amenifedhehesha. Allah anasema kalla, si hivyo kama anavyodhania mwanadamu. Mizani ya kujua kuwa huyu ni mwema na mizani ya kujua kuwa huyu ni mwovu ni matendo anayoyafanya mwanadamu, na wala si hali ya maisha aliyokuwa nayo, si mali alizokuwa nazo, wala si watoto waliokuwa nao, lakini ni matendo mema anayoyafanya na namna anavyoamiliana na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia tubiat ala kadarin, imeumbwa juu ya matatizo mpaka mtu atakapoondoka katika hii dunia. Fakaifa turiduha safwan, sasa vipi wewe unaitaka dunia ikiwa safi, haina matatizo, haina tabu? Ni jambo ambalo haliwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe katika waja wake wale ambao wanapopewa humshukuru yeye, na wanapotahiniwa hufanya subra, na pindi wanapomkosea hurejea kwake na kutarejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ndugu zangu katika imani, huzuni na msongo wa mawazo na wasiwasi na mfadhaiko, mambo haya yamekuwa ni sababu ya kupatikana changamoto za akili, yamekuwa ni sababu ya watu kukosa mwelekeo katika mambo yao. Mambo haya yamekuwa ni sababu ya baadhi ya watu kujinyonga na wengine kunywa sumu. Jambo hili limekuwa ni gonjwa sugu katika ulimwengu, gonjwa ambalo limewataabisha madaktari. Lakini katika sheria ya Uislamu kuna shifaun, kuna dawa na ponyo ambalo linaondoa yale ambayo yanayomsibu mwanadamu. Hayo yameelekezwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Pindi mtu anapopatwa na matatizo, au mtu anapopatwa na huzuni, au mtu anapopatwa na msongo wa mawazo na wasiwasi, ni jambo gani anatakiwa mja huyu alifanye? Kwa hivyo sikilizeni na mtige sikio kusikiliza mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inampasa kwa yule ambaye arada lahu alham walgham, aliyepatwa na huzuni, aliyepatwa na wasiwasi, aliyepatwa na msongo wa mawazo, afanye haya yafuatayo. Jambo la kwanza, ajue kuwa kila jambo ambalo limempata kwa makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni msingi katika misingi ya imani. Al-imanu biqada'i Allahi wa qadarihi khairihi wa sharrihi, kuamini makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, khairi yake na shari yake. Kila jambo ambalo linalokupata ujue jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelikadiria. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Jambo lolote lile ambalo litakalokupata ujue jambo hilo haliwezi kukukosa, na lile ambalo lilokukosa ujue jambo hilo haliwezi kukupata, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashayakadiria yote yatakayokuwa kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Hivyo hakuna jambo lolote isipokuwa jambo hilo limekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amelikadiria kwa hikma yake, na Allah subhanahu wa ta'ala amelikadiria kwa uadilifu wake. Na aliyelikadiria jambo hilo ambalo limekupata wewe ni arhamur rahimin, ana huruma zaidi kuliko wewe unavyoihurumia nafsi yako, ana huruma zaidi kuliko mzazi wako anavyokuhurumia. Aliyelikadiria hilo ni rahimun, ni mwingi wa huruma. Aliyelikadiria hilo ni hakimun, ni mwingi wa hikma. Aliyelikadiria hilo ni albar, ni mwema. Ukiyajua hayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwema ndiye alinikadiria tatizo hili, basi unatakiwa ufanye subra na uridhike na makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika kila jambo ndani yake kuna khairi. Hujui ni shari gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuepusha nayo, hujui Allah subhanahu wa ta'ala amekukinga na jambo gani. Kinachotakikana kwako wewe ni kuridhia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachotakikana kwako wewe ni kulazimiana na subra na kutomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kuzungumza maneno ambayo hayatakikani au yamekatazwa katika sheria ya Uislamu, kama vile kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hanioni, kila siku ni mimi tu, matatizo yameniandama. Maneno mfano wa haya ambayo yanayoonyesha at-tasakhut biqadarillah, mtu kuchukia makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachotakikana kwa mja ni kufahamu kuwa yote yanayompata ni kwa makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kuyakwepa, ni lazima yaliyomfika yamfike.
Kwa hiyo hakuna njia kwake yeye zaidi ya kusubiri na zaidi ya kuridhia makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru thani, jambo la pili katika mambo ambayo yanaondoa humum na ahzan, mtu asihuzunike kwa yale yaliyopita, wala yakhafu ala almustaqbal, wala mtu asiogope mustakbali. Hatakiwi mtu kuwa na huzuni ya mambo ambayo yashapita. Matatizo ya mwaka jana, matatizo ya mwaka juzi hayatakiwi haya kukutia huzuni, bali wewe unatakiwa utazame hali yako uliyokuwa nayo, upupie katika yale yatakayokunufaisha, na wala hutakiwi kufungua mlango wa sheitani. Lau ningelifanya hivi ingelikuwa hivi, lau ningelifanya hivi ingelikuwa ni hivi, kwa sababu jambo hili linapelekea mtu kutoa maneno ambayo yamekatazwa na sheria. Na sheitani anapenda huznul mu'min, anapenda huzni ya muislam. Na ndio maana katika Qur'an neno huzni halikutajwa isipokuwa binnahi au binnafi, kwa kukatazwa au kwa kukanushwa. Hivyo mu'min anatakiwa ajitahidi akinzane na huzuni inayompata. Ikiwa ni jambo limepita, jitahidi ulisahau, jitahidi uachane nalo, kwa sababu huzuni hiyo inasababishwa na sheitani. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Pupia katika yale ambayo yatakayokunufaisha na mtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'jiz, na wala usishindwe ukaacha kufanya asbab. Fanya sababu na mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabaka shay'un, na ukipatwa na lolote, fala taqul, basi usiseme lau anni fa'altu kadha kana kadha, lau ningelifanya hivi ingelikuwa ni hivi, bali unachotakiwa kusema qadarullahi wa ma shaa fa'al, au qaddara Allah wa ma shaa fa'al. Amekadiria Allah subhanahu wa ta'ala, na analolitaka Allah subhanahu wa ta'ala hulifanya. Kama ilivyokuwa haitakikani mtu kuhuzunika kwa yaliyopita, pia haitakikani kwa mtu kuwa na hofu juu ya mustakbali wake. Itakuwaje mimi? Watoto wangu watakuwaje? Na hili jambo limeingia mpaka kwa wanawake leo hii. Mwanamke anasema ikiwa nitaachwa mimi baada ya kuolewa itakuwaje? Yani anaingia kwenye ndoa akiwa na mawazo ya kuachwa, kwamba mimi nikiachwa itakuwaje. Sasa ukiachwa vipi? Na kwa nini uingie na mawazo hayo? Hakuna ubaya mtu kupangilia, hakuna ubaya mtu akawa na mipango, lakini usiwe na hofu na hiyo mipango yako kwamba itakuwaje huko mbeleni. Hilo halipo mikononi mwako, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kila jambo ameshalikadiria. Na sheitani ndiye ambaye huwatia watu hofu, huwatia watu hofu ya ufakiri na mfano wake. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika kitabu chake, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Sheitani anakuahidi ninyi ufakiri. Kwa hiyo mtu anaogopa itakuwaje, itakuwaje, kwa sababu ana humumi za mambo ambayo wala yeye hayajui. Ni watu wangapi walikuwa na mipango yao, lakini leo hii wanaishi nje ya mipango yao? Ni watu wangapi? Katika huu msikiti ni nani aliyepangilia mambo yake kabla ya miaka 5 nyuma? Leo hii anaona anaishi katika ile khutba aliyoiweka. Ni wachache mno, kwa sababu si kila unachokitaka wewe kitakuwa hivyo unavyokitaka. Kinachotakikana kwako wewe ni kufanya sababu na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usiache kufanya matendo mema kwa sababu ya kuogopa mustakbal. Kuna watu hawaswali kwa sababu ya kuogopa mustakbal. Kuna watu hawatoi zaka kwa sababu ya kuogopa mustakbal. Nikitoa itakuwaje? Nikitoa hivi na hivi. Ya nini hayo? Unajua kama utafika huko au hufiki? Hayako mikononi mwako. Zote hizi ni njia ambazo sheitani huzitumia kuwatia waumini hofu, huzitumia sheitani kuwatia waumini huzuni. Al-amru thalith, jambo la tatu, tardul hammi bid-du'a, kuiondoa huzuni kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi alikuwa akisema, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-gham, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Ewe Allah, mimi najikinga kwako wewe kutokana na humum, kutokana na huzuni. Kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala
yote haya ni katika mambo yanayoujaza furaha moyo wa mu'min, yote haya ni katika mambo yanayoupa utulivu moyo wa mu'min, na ni katika mambo yanayoondoa huzuni. Mtu anapopatwa na matatizo, anapopatwa na huzuni, jambo la kwanza anatakiwa amkimbilie Mola wake na muombe yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na akithirishe kumtaja, na wala asiwe na fikra kwamba huenda nimehusudiwa au huenda nimepigwa kijicho au huenda nimerogwa, kwa sababu haya yote yanataka ushahidi. Hizi ni katika njia anazozitumia sheitani kuwachonganisha baina ya waumini. Mtu anatiwa maneno au humjia katika fikra zake kwamba huenda umehusudiwa, huenda umepigwa kijicho, huenda umerogwa, anakimbilia kwa waganga, anakwenda kudanganywa kwamba aliyekuroga ni mama yako, aliyekuroga ni dada yako, na hali ya kuwa hana ushahidi na lolote katika aliyoambiwa, lakini anasadikisha na anakwenda kugombana na ndugu zake kwa sababu ya maneno aliyoambiwa na mganga. Njia iliyokuwa sahihi ni mtu kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukua kinga kutokana na hasad, kutokana na uchawi, na hayo yote yamefundishwa katika sheria yetu. Tumefundishwa unapotaka kula kuna uradi wake, unapomaliza kula kuna uradi wake, ukiingia msikitini kuna uradi wake, ukitoka msikitini kuna uradi wake, kuna adhkaru sabahi wal masaa, kuna nyiradi za asubuhi na jioni, kuna adhkaru al-yawm, kuna nyiradi za siku nzima. Yote haya ni mafundisho namna gani mtu atajikinga kutokana na hasad, atajikinga kutokana na uchawi, atajikinga kutokana na vijicho. Lakini wako wapi wanaojifunza mambo haya? Mtu akipata na tatizo haraka anakimbilia kwamba amerogwa, kwamba amehusudiwa, kwamba amepigwa kijicho. Kwa nini huamini kwamba hayo ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala? Au huamini kuwa dunia kuna matatizo? Au huamini kwamba katika dunia kuna changamoto? Kwa nini ukimbilie katika mambo ambayo huna ushahidi nayo? Al-amru ar-rabi', jambo la 4, at-tamassuku bi kitabillah, kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kushikamana na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na makatazo yake. Kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya matendo yaliyokuwa mema ni sababu ya kupata maisha yaliyokuwa mazuri duniani na akhera. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika kitabu chake, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, yoyote yule ambaye amila salihan, atakayefanya mema, wa huwa mu'minun min dhakarin au untha, awe mwanamke au mwanaume, na hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, basi kwa hakika tutampa yeye maisha yaliyokuwa mazuri. Na muradi wa maisha yaliyokuwa mazuri ni mtu kupata qanaa, mtu kupata utulivu na kutosheka na kidogo alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha mazuri si majumba tunayoyaona, maisha mazuri si magari, maisha mazuri si pesa. Haya si maisha mazuri ikiwa moyo wako hauna utulivu, ikiwa moyo wako hautosheki na kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye anayetaka utulivu katika maisha yake, anayetaka sakina, anataka awe mbali na humum na ahzan, basi anatakiwa ashikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, anatakiwa ajifunze sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na afanye matendo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi atapata furaha katika dunia hii yule ambaye anaishi kama mnyama, yule ambaye anayemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hana amali yoyote njema anayoifanya? Vipi mtu huyu atapata furaha katika maisha haya ya dunia? Man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, yoyote yule ambaye atakayepuuza utajo wangu, akapuuza kitabu changu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, kwa hakika huyu atakuwa na maisha, atakuwa na maisha yenye dhiki katika dunia. Vipi mtu apate furaha na hali ya kuwa na muasi Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni? Njia ya kupata utulivu na njia ya kuondoa huzuni tulizokuwa nazo ni kushikamana na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kushikamana na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-amru al-khamis, jambo la 5, mtu kuwa na rafiki mwema, yule ambaye anamfahamisha na kumjulisha yale yanayomsibu.
Mtu anapopatwa na matatizo, anapopatwa na humum, anatakiwa awe na rafiki mwema atakayemfahamisha, atakayemjulisha yale ambayo yanayomsibu. Huenda ndugu yake akamliwaza, huenda ndugu yake akaumia pamoja naye, ikawa ni sababu ya kukhafifisha yale yanayompata katika nafsi yake. Na hivyo ndivyo walivyokuwa watu wema waliotangulia. Ni watu wangapi wamejiua kwa sababu ya kuficha mambo katika nafsi zao? Amekosa mshauri wa kumwambia yale yanayomsumbua katika nafsi yake, amekosa mtu mwema wa kumweleza matatizo yake, mwisho anajichukulia maamuzi yeye mwenyewe, anajitoa uhai wake. Ni watu wangapi? Kwa sababu wamekosa watu wema wa kuwaeleza. Kwa hiyo watu wasifiche mambo katika nafsi zao. Ukiwa na jambo linalokusumbua, ukiwa na tatizo linalokusumbua, tafuta mtu mwema umweleze, akuongoze, akushauri, akunasihi. Huenda ikawa ni sababu ya wewe kunasuka kutokana na tatizo uliokuwa nalo, au kukhafifisha tatizo uliokuwa nalo. Kwa hiyo hii ni njia miongoni mwa njia za kukhafifisha huzuni ambazo zimekuja katika sheria yetu. Al-amru sadis al-ishtighalu bit-ta'at, kujishughulisha na taa, kujishughulisha na mambo yenye manufaa katika dunia na akhira. Kutokuwa na faragh, kutokuwa na muda ambao umekaa bila ya jambo lolote, kwa sababu katika mambo yaliyoharibu vijana wengi ni al-faragh. Watu kukaa vijiweni bila kazi yoyote. Watu watafute kazi, wajishughulishe. Usiposhughulishwa na mambo yenye manufaa, utashughulishwa na mambo yenye madhara. Ukiwa hutaki kujishughulisha na mambo yenye manufaa, mambo mazuri, utashughulishwa na batil, utashughulishwa na mambo ya kipuuzi. Na baadhi ya watu wanapopatwa na humum na huzun, anakwenda kutafuta kitu cha kumliwaza katika vitu vya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi yao wanakwenda baa kunywa mapombe, anaona kwamba kule ndiko kutuliza kile kinachomsumbua katika nafsi yake. Baadhi wanatazama mafilamu ambayo hakuna maadili ndani yake. Wengine wanasikiliza miziki, anaona kwamba yeye anaipoza nafsi yake, lakini haipozi nafsi yake, bali anajizidishia, kwa sababu ni ladha ya muda mfupi, kisha ladha hiyo huondoka, kisha ile huzuni inarejea tena inarejea zaidi ya vile ilivyokuwa, kwa sababu madhambi yana madhara, na katika madhara yake ni kumtia huzuni mu'min. Kila mtu unapofanya jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, yale madhambi yanaacha athari mbaya katika kiwiliwili chako na moyo wako. Kwa hiyo mtu unapojiliwaza kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, usione kwamba unajiliwaza kwamba sasa hivi napunguza stress nilizokuwa nazo. Hupunguzi, bali unazidisha, kwa sababu kiuhalisia hiyo si ladha. Ladha yoyote ambayo baada yake hufuatiwa na maumivu na madhara, kiuhalisia hiyo si ladha, kiuhalisia hiyo si starehe, bali huko ni kujiumiza na kujizidishia maradhi. Kinachotakikana kwa mtu ni kuijahid nafsi yake, kuilazimisha nafsi yake katika kufanya yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu waache kukaa vijiweni bila ya kazi, bila ya jambo lolote la msingi. Watu wajishughulishe katika mambo yale ambayo yenye manufaa kwa wao wenyewe, yana manufaa katika jamii zao, yana manufaa katika dunia zao, yana manufaa akhera zao. Hayo ndiyo mambo ambayo watu wanatakiwa wajishughulishe nayo. Vijana wasipende mteremko, vijana wasipende mserereko. Hili ni tatizo kubwa tuko nalo katika jamii zetu. Vijana wamekuwa wavivu, vijana wamekuwa ni watu wanaopenda vitu rahisi, na yote haya ni katika athari mbaya za hii mitandao ya kijamii. Watu wamekuwa wavivu, wamekuwa hawataki kazi, hawataki lolote. Yote haya ni katika mambo yanayopelekea watu kuwa na huzuni na kuwa na matatizo. Kwa hiyo watu wajishughulishe na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wajishughulishe na yale yenye kunufaisha katika dunia yao na akhira yao. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo yanasaidia kumwondoshia mtu huzuni, yanasaidia kumwondoshia mtu msongo wa mawazo, yanasaidia kumwondoshia mtu yale yaliyomsibu katika nafsi yake, ambayo wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala wameyaeleza katika vitabu vyao. Lakini jambo kubwa la kufahamu ni kuwa hakuna mtu anayeweza kuepukana na alhamu wal hazan. Hakuna mtu atakayeweza kuepukana na matatizo, hakuna mtu atakayeweza kuepukana na huzuni, isipokuwa mtu unatakiwa uishi na ukabiliane na hali hiyo
ukabiliane nayo kwa kuitakidi kuwa ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukakabiliane nayo kwa kusubiri na kuridhia makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo maana ya saada, na hii ndiyo maana ya maisha mazuri katika dunia, ni mtu kukabiliana na changamoto za dunia kwa kuyafanya yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala hutia furaha katika nafsi ya mtu na hutia utulivu katika nafsi ya mtu, na mtu akiwa amepata furaha na utulivu na qanaa katika moyo wake, basi huyu ameingia pepo ya dunia. Pepo ya dunia si majumba wala magari, lakini pepo ya dunia ni mtu kuwa na qanaa na moyo wake kuwa na utulivu na kuridhika na kidogo alichompa Allah subhanahu wa ta'ala. Alghina ghina an-nafs, utajiri wa kweli ni utajiri wa nafsi, mtu kutulizana na kuridhika na yale aliyomkadiria Allah subhanahu wa ta'ala, na kutazama wale waliokuwa chini yako katika mali na dunia, kwa sababu jambo hilo linapelekea kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie tuwe ni wenye kufanyia kazi matendo mema, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika waja wake wale ambao wanaosubiri na kuridhia makadirio yake subhanahu wa ta'ala, na atujalie Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni katika wale ambao wanapofanya makosa humrejea yeye subhanahu wa ta'ala. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا